Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC inaendelea kukumbwa na mapigano makali huko M23 AFC ikituhumu jeshi la FARDC kwa mashambulizi ya droni yaliyolenga maeneo yenye wakazi wengi katika wilaya ya Rutshuru na Lubero. Kwa mujibu wa msemaji wa M23 Lawrence Kanyuka, raia kadhaa waliuawa usiku wa tarehe mosi Oktoba baada ya mashambulizi ya anga ya FARDC. Vyanzo vya wenyeji vinaeleza kuwa droni ya kijeshi ya FARDC ilianguka juu ya nyumba 3 katika kijiji cha Kisisile, kundi la Bukoma, umbali wa chini ya kilomita 3 kutoka katikati ya Rutshuru. M23 pia imelituhumu Burundi kwa kushirikiana na FARDC pamoja na vikundi vya wazalendo katika uratibu wa mashambulizi yanayolenga raia. Waasi hao wameitishia kulipiza kisasi wakisema wanapigana kuwalinda wananchi. Wakati wao usiku wa tarehe hiyo, mashuhuda waliona malori yenye mamia ya askari maalumu wakiwemo askari wa zamani wa FARDC waliopata mafunzo Rumangabo yakipita mjini Goma kuelekea Walikale na Kivu Kusini. Kwa upande mwingine, FARDC nao wameripotiwa kuimarisha ngome zao katika Uvira na Walikale kwa maandalizi ya mashambulizi ya kujibu dhidi ya M23 kwenye mihimili ya Mpeti, Pinga, Kivu Kaskazini na Zibira, Kivu Kusini. Mapigano yanaendelea licha ya mwito wa kusitisha vita chini ya mchakato wa amani wa Doha unaoshirikisha serikali ya DRC na waasi wa M23. Mgogoro mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC unaendelea kuchukua mwelekeo wa kutia wasiwasi ikiwa na tahadhari kubwa za kiusalama na kisiasa. Waasi wa M23 wanaodhibiti maeneo kadhaa ya Kivu Kaskazini na Kusini wametangaza uamuzi mpya kwamba kuanzia tarehe mosi Novemba mwaka 2025 nyaraka zote za kusafiri zinazotolewa na serikali ya Kinshasa hazitatambulika tena katika maeneo yanayoitwa maeneo yaliyokombolewa. Miji mikuu iliyo hatarini ni pamoja na Goma na Bukavu. Kwa mujibu wa taarifa ya msemaji wao Lawrence Kanyuka, hatua hii inachukuliwa kwa msingi wa usawa wa kisiasa. Kwa kuwa wao hawakubali nyaraka zetu, nasi pia hatutokubali nyaraka zao, amesema msemaji. Katika tangazo hilo, M23 imesema kwamba wageni wote wanaotaka kuingia kwenye maeneo yanayodhibitiwa watalazimika sasa kupata visa vinavyotolewa na mamlaka zao. Hii inamaanisha kwamba pasipoti na visa vya serikali ya Kongo havitatambulika tena katika maeneo hayo. Uamuzi huu unaonekana kama hatua ya kujitangazia mamlaka ya kisiasa, unaweza kuongeza ugumu zaidi kwa juhudi za kurejesha amani katika eneo la Maziwa Makuu.